Katika maisha haya kuna ulimwengu wa aina mbili. Kuna ulimwengu wa roho, spiritual world, na kuna ulimwengu wa damu na nyama, natural world. Tunashauriwa kupambana, kuomba, kumtafuta Mungu, kuzuia uharibifu. Sababu duniani hapa kuna vita. Ndio juzi tu kumekuwa na hii vita ya M23, wanaitwa waasi wa M23. Wameteka majimbo makubwa mawili kule Goma pamoja na Luchuru na hayo majimbo hayo mashariki mwa Kongo wameteka. Sasa unajua kitu nchi kishatekwa, kuirudisha ni kazi. Sasa hivi kunakuwa na mijadala sasa, wakae meza moja, lakini hawa ni waasi hawa na wameshateka. Sasa Yesu alipokuwa anakuja akasema, nimekuja kuwaweka huru waliofungwa na mateka wafunguliwe na wawe huru. Kumbe kuna mateka kwenye ulimwengu wa roho. Usipokuwa muombaji utatekwa. Usipokuwa mtu unayechapa kazi na mpambanaji katika haya maisha kwenye hii dunia, unaweza ukatekwa. Na ukitekwa, kurudisha kilichotekwa ni kazi. Ndio maana sasa hivi kurudisha hayo majimbo yaliyotekwa kule Kongo ni kazi kubwa sana. Ni kazi kubwa. Kunakuwa na ushauri na nini na vikao. Kwa hiyo kwa maana hiyo ina maana kama Yesu anasema alikuja kuwafungua waliotekwa, kumbe kuna wanadamu wametekwa. Unaweza kuwa hapa duniani kumbe umetekwa. Na kutekwa ni kubaya. Kutekwa ni kubaya, ni kitu kibaya. Pambana kabla hujatekwa. Kuwa mwombaji kabla hujatekwa. Ukitekwa, kurudisha ile hali ya uhuru tena kutokutekwa, kukaa na uhuru ni ngumu. Vinginevyo ingekuwa rahisi sana kuwafukuza hao M23. Lakini sasa hivi wamekaa, utafikiri nchi yao, wameshaweka na wakuu wa mikoa, wameweka mawaziri, wameweka kila kitu kule. Kwa hiyo wamejimilikisha. Ndugu yangu, pambana usitekwe. Usipokuwa mpambanaji, usipokuwa muombaji utatekwa. Mungu atusaidie sana. Nazungumza katika ulimwengu huu, lakini ukiingia katika ulimwengu wa roho utanielewa zaidi. Mungu akubariki. Unaenda unakaa mahali wachawi wanahama. Anahama wa kwanza, anahama wa pili, anahama. Hawana raha kabisa. Wokovu sio kitu cha kawaida. Wewe kitendo Yesu amekufa, halafu anafufuka. Halafu anaongea nao. Wamejifungia ndani, anaingia yeye pale. Bila hata kusema hodi. Anaingia pale. Yesu aliyefufuka sio wa mchezo. Mtu aliyeokoka sio wa mchezo, kama ukijitambua. Tena kabisa, kama unawasema watu waliokoka, pole. Kaa mbali, yani neema tu ya Mungu ikufikie. Unacheza na kamungu kadogo. Miungu manake sio wanadamu wa kawaida. Kabla hujaokoka wewe ni mwanadamu wa kawaida. Ukishaokoka na ukamjua Mungu kisawasawa, sio mwanadamu wa kawaida. Sasa kama watoto wao wanarithi, si anasema ni wana, mnakuwa wana wa Mungu. Sasa kama wanadamu wa kawaida, nimekutajia hapa watoto wa rais, watoto wa nani, wa mbunge, wanarithi mali. Kwa nini wewe usirithi? Kwa nini uishi maisha ya kimaskini? Yaani una haki ya kudai mali kwa sababu ni mrithi. Haleluya. Ila mpaka yule bosi mwenyewe akupe. Lakini tuna uwezo wa kutamka na kusema kitu ambacho si cha kawaida.